Bismillah. Mheshimiwa mgeni rasmi, Waziri wa Viwanda na Biashara, Mheshimiwa Jafo, Shehe Mkuu wa Mkoa, lakini kwa bahati mbaya nilimlazimu kidogo kuwahi kwa sababu ya kuswalisha tarawih, bidi yeye atangulie. Mkuu wa wilaya, kumwakilisha mkuu wetu wa mkoa, kakaangu Pogolo, katibu wangu wa Baraza la Sanaa Dr. Mapana, afisa mtendaji mkuu wa BRELA kakaangu Yaisa, mkurugenzi wa taasisi ya sekta na makampuni binafsi Tanzania TPSF kakaangu Rafael, meza kuu kwa ujumla, mabibi na mabwana, wageni waliokuwepo ndani ni wengi kutoka serikalini na taasisi binafsi. Kinaomba niwaambie wote asalamu alaykum na niwakaribishe sana jioni ya leo katika tukio hili. Kipekee kwanza naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha salama wote. Kama tunavyojua tumekuwa na ndugu zetu, marafiki, jamaa ambao kwa namna moja au nyingine wameshindwa kuuona huu mwezi, kuiona siku ya leo, lakini Mwenyezi Mungu ametupa sisi uhai, afya na kuweza tena kuona mwezi mtukufu Ramadhani. Basi kwa pamoja ningeomba tumshukuru sana. Lakini nishukuru meza kuu kiongozwa Mheshimiwa Jafo, Waziri wa Viwanda na Biashara. Tunafahamu ni namna gani umekuwa uko busy na mambo mengi, majukumu ya kiserikali, lakini tumekuomba uje ujumuike nasi na umetukubalia. Tunakushukuru sana na tunathamini sana uwepo wako wa kufika hapa. Tunajua ukubwa wa majukumu yako na namna Tanzania sasa hivi imefunguka upande wa kibiashara na uwekezaji. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameifungua nchi katika sekta viwanda, biashara. Kwa ubize wawekezaji walikuwa wengi, tunafahamu namna ugumu wa ratiba yako, lakini kutukubalia kuja kujumuika nasi tunakushukuru sana. Kwa kipekee nashukuru wote ambao leo hii mmejumuika nasi humu ndani. Kitazama kwa mbali tu unaweza ukaona kama ni watu tu, lakini humu ndani kuna watu wengi wazito ambao mna majukumu mengi na heshima kubwa na kazi nyingi za kufanya, lakini kwa kutupenda, kututhamini, kuendelea kutuunga mkono, mmekuja kujumuika nasi. Unajua mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao watu wengi wanapenda kula pamoja na familia zao. Wanakaa na familia zao nyumbani, wanapika, wanakula. Kwa mtu kutoka kuacha iftari ya nyumbani kwake akaja katika iftari ya kuiandaa, ujue amekuheshimu sana, amekupenda sana. Na kwa wote ambao mmekuja humu ndani tunawashukuru sana. Ndugu zangu, toka kuanza kwa karia yangu mpaka kwenda kwenye taasisi, mmekuwa mkitusapoti na kutuunga mkono sana. Nakumbuka kuanza kwangu mwaka 2009
kiwa kama mwanamuziki, kaenda hatua taratibu, tukaenda kwenye mambo ya lebo, tukaanza kuingia kwenye mambo ya vyombo vya habari na biashara tofauti. Siku zote no matter what imekuwa mstari wa mbele kwenye kutuunga mkono, kutusupport, na mimi naamini ndio sababu kubwa ya mpaka leo kufika hapa. Kwa hiyo nikaona kwa mwezi kama huu tukufu Ramadhani, miongoni mwa mambo ambayo pengine yanaweza kuonesha shukrani yangu kwenu, kuonesha kujali na kuthamini support yenu kwetu, ni kujumuika nanyi kula pamoja. Kaa pamoja kama hivi, tukasali pamoja, tukafuturu pamoja. Na humu ndani namshukuru Mwenyezi Mungu tumebahatika kualika pia vituo visivyopungua 5 watoto yatima ambao tunafuturu navyo leo, na kama dini inavyotuelekeza mwezi huu, yapo na miezi mingine ya kutenda mema, lakini mwezi huu kuongeza kufanya mema zaidi. So nashukuru sana kwa kuwepo, kwa kuja, na kiukweli siku ya leo sio siku ya maneno mengi sana, hapana, kufuturu pamoja, kuwashukuru kwa kuendelea kutusupport katika shughuli zetu toka tumeanza. Ukiangalia chombo chetu, shughuli mbalimbali, na katika support na kutuunga mkono huko metuwezesha kupata baraka leo hii, kuwatambulisha kitu kingine. Na mimi miaka yote nimekuwa nikisema kwamba unapo tusupport sisi vijana wa Kitanzania, watoto wa Kitanzania, haujamsupport tu Diamond, haujamsupport tu Nasibu, hujamsupport tu Ricardo Momo, hapana, lakini umesupport, umeunga mkono, umewezesha, umeempower watoto wa Kitanzania, watoto wa Kiafrika. Ndio maana ukiangalia background yetu ilianzia mimi, tukatoka taratibu, tukaanza kuongezeka, tumeanza kama vikundi, tukaenda kama kampuni, tukafika kama taasisi, na kadri siku zinavyozidi kwenda tunazidi kupeana ajira na fursa wenyewe kwa wenyewe. Ndio maana kwa namna moja au nyingine tunakuwa tunakomboana, tunashikana mikono kwa wenye ndoto tofauti, lakini pia watu kutokuwa mtaani tu, either wenye elimu au hawana elimu lakini wana akili ya kufanya jambo fulani, kunyanyuana. Nashukuru sana Mheshimiwa Jafo. Kipekee ningeomba sana nishukuru serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini ukiacha tu serikali, ni kushukuru na wewe kwenye wizara hiyo ya viwanda na biashara. Kiukweli mambo yamefunguka na ufanisi umekuwa mkubwa. Mitaani, nyumbani kwetu tunasema, sio nyumbani tu, kuna vikao vya vijana tofauti tunasema kwamba ikitokea awamu hii wewe ukashindwa kujiongeza, ukashindwa kutoboa, basi usilaumu serikali, kwa sababu fursa zimefunguliwa nyingi. Kiacha tu fursa kufunguliwa nyingi, tumempata rais ambaye ana huruma, anatuongoza katika namna ambayo licha ya kufata katiba na kanuni zake, lakini pia ana huruma na ubinadamu ndani yake. Kwa sababu unajua kuna wakati mwingine ukitaka kuifuatisha katiba sana unaweza watu wakakimbizana huko ndani, lakini tumempata rais ambaye ana huruma, ana roho nzuri, na kiukweli anajitahidi kuhakikisha kwamba kama tatizo, kama deni tuwe nalo sisi, sio yeye. Sasa Mheshimiwa Jafo, mimi nikiwa kama mmoja vijana wa Kitanzania ambao kiukweli ukinekea fursa naondoka nayo, sifanye masiala kabisa. Na siku leo Mheshimiwa Jafo mkualika hapa
tunataka kutambulisha kitu chengine, jambo lingine kutoka taasisi hii ya Wasafi. Na kabla ya kukitambulisha, ningeomba nizungumze pia maneno kadhaa. Kibinafsi naomba sana nipongeze Baraza la Sanaa la Taifa sasa hivi linaongozwa na Dr. Mapana. Mheshimiwa Jafo, baraza hili limekuwa ni baraza walezi, sio baraza polisi. Kwa ndugu zangu wasanii waliokuwepo humu ndani wanajua mabaraza tuliokuwa nayo mwanzo na baraza la sasa hivi. Hili baraza la sasa hivi ni baraza ambalo linataka sisi vijana tufanikiwe. Hatuwezi kusema wakati wote tunapatia, ni uongo. Lakini Dr. Mapana anajitahidi kuhakikisha kwamba penye mapungufu yetu anaweza akaturekebishaje kupitia sheria na kanuni, lakini katika namna ambayo unamuona ni kama mzazi anakuelekeza, sio kukukomoa ufe. Na mwambie Dr. Mapana, matunda taasisi yanatokana na juhudi ya baraza lako. Kwa sababu sisi tumetokea kwenye sanaa mpaka kufika hapa leo. Ingekuwa huko mnatupa kashikashi na kutustress, tungeshapagawa. Lakini watuongoza vizuri, na nikuthibitishie tu kwamba katika awamu na miaka ambayo umekuwa na wanamuziki ambao wana akili, basi nikwambie uwazi, wanamuziki wa Tanzania sasa hivi wengi wana akili za kibiashara. Zamani pengine tukubatika kuwa na wengi wa Tanzania hivyo, lakini sasa hivi wanamuziki wengi wako serious kwenye masuala ya kibiashara. Utafanya muziki, lakini mtu akipata kichwa kidogo anajiwekeza kwenye uwekezaji. Profesa pale aliniambia nikipanda kwanza nitoe speech baada. Lakini sasa unajua si msanii ukishakutana na mic unajisikia kidogo uendelee kuongea. Mheshimiwa mgeni rasmi, kipekee ningeomba sana nimpe sifa kakaangu mtendaji wa juu kabisa wa BRELA pale, kakaangu Nyaisa. Kakaangu Nyaisa, tafadhali naomba hata ukiwezekana wapungie kidogo. Wake mimi najua nitakachokiongea hapa watakutafuta sana. Kakaangu Nyaisa yeye ni mtendaji wa juu kabisa, kwa kizungu anasema CEO pale BRELA. BRELA ndipo chapa, brand, nembo zote za kibiashara, makampuni zinasajiliwa pale. Na kakaangu Nyaisa, nikwambie ukweli, humu ndani kuna brands nyingi sana. Yaani humu ndani watu wazito, kuna watu wenye vision, wenye makampuni, wenye chapa za kibiashara ambazo naamini wengi wao walikuwa pengine kama nilivyokuwa mimi. Mheshimiwa mgeni rasmi, miaka kadhaa nyuma nilikuwa nasafiri naenda airport pale. Wakati nafika kwenye lounge pale, kakaangu Nyaisa kabla sijamjua akaniita. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo nisijimegee minyama, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu, mimi bwana sinaga tabia za kimajivuno nikikutana na watu. Basi aliponiita nikaenda nikamsikiliza. Akajitambulisha. Akanambia mimi mtu fulani natoka sehemu fulani. Akanambia mdogo wangu, wewe ni brand na najua unamiliki brands nyingi sana. Lakini moja matatizo makubwa tulionayo ambayo nikiyatazama yanaweza kapelekea vijana wengi kupoteza haki zao, watu kuto kusajili chapa zao. Yaani mtu anawezekana akawa na kitu chake lakini hathamini kwenye kusajili.
Kakaangu akanambia wewe una chapa nyingi sana ambazo mimi nikikaa ofisini naziona kabisa hazijasajiliwa. Akasema naweza katokea mtu mjanja akaenda akasajili na ukawa hauna cha kumfanya kwa sababu atakuwa na haki. Sasa kwa nafasi yake, cheo chake, na mimi pale nimefika sikumjua, angeweza kuniona tu msanii akanipuuza, lakini kitendo cha kuniita na kunielimisha, akanikaribisha mpaka ofisini kwake na kunielewesha na kunisimamia kusajili na kuhakikisha kwamba chapa na nembo zetu zote za Wasafi zimedhibitiwa. Namshukuru sana, nataka mtu awe muungwana sana. Na nikuambia ukweli kakaangu Nyaisa, umenisaidia, umeniokoa katika vitu vingi, sababu baadaye ningelia. Na naamini leo hii hapa hawa vijana aidha wana muziki au wajasiriamali ambao wanachapa tofauti, wakitoka hapo wataomba sana kukuona ili uwasaidie. Na mimi najua katika moyo wako utawasaidia, na tafadhali wape ushirikiano kama ulionipa mimi. Ili kuweza kutengeneza Tanzania ambayo yenye maendeleo zaidi baadaye. Mabibi na mabwana, ama baada ya kuyaongea hayo, ningeomba sasa nikaribishe meza kuu kwa sababu ya kuja kuzindua rasmi bidhaa yetu mpya ya Wasafi, hatua yetu nyingine kama Wasafi, ambayo hatua hii fanikio lake limetokana na support ya Watanzania, nyinyi Watanzania, ndugu zangu mliokuwa humu ndani, na sisi kama vijana ambao mnatupa fursa hiyo, tunahakikishia kwamba